Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na nikukumbushe mpendwa mtazamaji ya kwamba tupo katika robo ya pili ya mwaka 2026 ambapo hasa tunazungumzia au tumejikita katika swala zima la kukua katika uhusiano na Mungu. Sasa basi juma hili nikukaribishe katika somo la 6. Katika somo la 6 ambalo linasema ya kwamba mashujaa wa maombi. Katika juma hili tutaangazia hawa mashujaa wa maombi. Na nikuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kwa ombi alafu tuweze kuendelea na kipindi chetu. Karibu sana mchungaji James Didas. Mtakatifu Mungu na Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe tena katika saa ya pekee uliotupatia. Umetukubali mbele zako kwa ajili kuja kwako tena kujifunza neno lako. Tunapokuja kujifunza mada muhimu sana, namna ya mawasiliano kati yetu na wewe, tunaomba utusaidie, utufundishe kuomba kwa namna ambayo tutafika kwako kama baba rafiki, na hivyo mambo yetu yashughulikiwe kama ambavyo umeahidi. Utusaidie kuwa na kicho na unyenyekevu. Tukupe heshima unayostahili tunapokuja mbele zako, na kama tunavyoisikia sauti yako katika neno lako. Jina lako litukuzwe. Tuongoze sasa mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi katika kujifunza kwetu, Roho akituongoza tangu mwanzo hata mwisho. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu, amena. Amina. Asante sana mchungaji Didas kwa kutufungulia kipindi chetu hiki kwa ombi. Moja kwa moja nirejee tena kwako mchungaji Tuvako. Ningetamani pia utukumbushe katika somo lililopita ambalo lilikuwa ni somo la 5 hasa nini tulichojifunza. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, na kama ambavyo ulishadokeza juu ya somo la 6 kwamba ni mashujaa wa maombi. Juma lililopita ilikuwa ni jinsi ya kujifunza Biblia. Na ninafurahishwa kwa nini una utaratibu huo, ni kwa sababu unaona maombi yakijengwa kwanza na neno la Mungu halafu ndipo yanakuja. Hivyo tuliona katika juma lililopita jinsi ambavyo thamani ya neno la Mungu inavyoweza kupatikana tukijua jinsi ya kujifunza hili neno. Tulijifunza namna ambavyo kwa mstari kwa mstari, hatua kwa hatua, mada kwa mada, sura kwa sura, kitabu kwa kitabu, jinsi ambavyo tunaweza kupata vito vya thamani kwenye neno la Mungu. Na tukaona jinsi ambavyo Mungu amekusudia ya kwamba sio tu tujenge uhusiano naye, lakini pia tuandaliwe kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili. Fungu letu kuu lilitoka katika Isaya 55 fungu la 11 ambalo lilisema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, akasema halitanirudia bure, yani likienda linarudi na thamani, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndio. Naam. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha hasa ili tuende na mfatano mzuri kabisa kile ambacho tulijifunza katika juma lililopita. Mchungaji Didas, tunakwenda kuangalia nini hasa katika mashujaa wa maombi juma hili tena? Asante sana mwenyekiti. Ndio. Somo la 6, mashujaa wa maombi. Najaribu kurudisha fikra nyuma kidogo kwa masomo mawili tuliyojifunza yanayogusa sana juu ya neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu. Biblia ni namna ambavyo Mungu anawasiliana nasi, anajifunua kwetu, na mapenzi yake yanakuja kwetu, tunamuelewa na tabia yake. Ni njia ya Mungu ya kutufikie ili tumjue. Lakini maombi sasa ni njia ya sisi sasa kwenda kwake kama baba, tunazungumza naye kama rafiki. Ni vitu viwili vya muhimu kama pacha hivi katika pasapako, nadhani umegusia, ni kama mapacha hivi yanayojenga uhusiano mzuri sana kati ya sisi na Mungu. Kwa hiyo tutajifunza juu ya swala la maombi, na fungu la kukariri katika somo letu la 6 linapatikana katika kile kitabu cha Zaburi ya 116 na aya ya 1 na ya 2 inayosema, haleluya,
Nampenda Bwana kwa kuwa aisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo mimi nitamwita siku zangu zote. Bwana aliyetega sikio, twende kwake kwa maombi. Na tunakwenda kuchunguza mada muhimu sana ya maombi kama sehemu muhimu katika kujenga uhusiano wa karibu na Mungu. Maombi ambayo ni tabia muhimu sana ya kiibada ambayo kila mmoja wetu anahitaji na anaweza kuiinua katika maisha yake na kuimarisha. Kwa hiyo tutachunguza kwa namna pekee katika Biblia juu ya maisha ya watu tofauti tofauti ambao waliomba kwa namna tofauti tofauti, na hivyo tutajifunza masomo yanayotuonesha jinsi maombi yalivyo kiini cha uhusiano imara na Mungu. Na hebu fikiria, mwenyekiti, una rafiki yako mpendwa au mwenzi wako. Penzi mtazamaji, najua kuna waliooa na kuolewa, kuna walio na wachumba, kuna ambao wako na watoto wao wako mbali. Ikiwa mawasiliano kati ya hawa watu, rafiki yako mpendwa au mwenzi wako au wazazi wako, yangekuwa ya nadra sana, labda unapiga simu mwenzi wako huko naye mbali, naweza ikatokea mara moja kwa wiki, mara mbili kwa wiki mbili. Kwa kweli, kama kuna uhusiano kati yetu, muda si mrefu uhusiano huo ungevunjika. Hivyo tunavyokuwa sisi watu wa Mungu, kama hatuombi mara kwa mara bila kukoma, kwa kweli tutatanga mbali sana na Mungu na uhusiano wetu naye utavunjika. Kwa hiyo tutaona namna ya pekee maombi ilivyo njia ya sisi kwenda kwa Mungu kama baba yetu rafiki na kupeleka haja zetu mbele zake. Na yeye kama fungu letu kule lilivyosema, mtunga Zaburi anasema amenitegea sikio lake, yu tayari kusikia. Tutaona ambavyo alisikia maombi ya watu wake tutakaojifunza katika somo hili. Na kwa hiyo nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tuongozane katika kujifunza juu ya mashujaa wa maombi. Naam. Ninashukuru sana mchungaji Didas kwa kutufungulia jamvi katika somo hili la 6, mashujaa wa maombi. Mchungaji Tuvako, kwa nabii Daniel ni jambo gani hasa ambalo tunajifunza kupitia maombi? Karibu. Ninakushukuru mwenyekiti. Unapomchukua Danieli kama mmoja wa vielelezo vya mashujaa wa maombi, Ndio. Kwanza kabla hata tujamzungumzia, hivi kuwa mwana maombi ni karama? Wakati mwingine inajadilika kwa sababu ukisema ni karama, kuna watu ambao hawakupaswa kuweza kuwa na karama ya kuomba kama ni karama. Ina shida hiyo. Na hivyo hoja ya maombi, hata tujapo mjadili Danieli, imekusudiwa kwamba kila mmoja wetu Aombe, awe mwana maombi aliyefaulu. Ndio hoja tunayojaribu kuipata katika mwongozo wetu, hata katika mifano hii juma hili. Sasa kinachowatofautisha sasa watu kama Danieli na wengine ni kwamba tu walizingatia hili zaidi. Lakini hata wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuwa shujaa wa maombi. Na hivyo ninachokiangalia hapa kwa haraka nikitaje, kwanza jinsi ambavyo aliazimu moyoni mwake juu ya swala la chakula ambalo lilionekana kama jaribio kwa Danieli na wenzake watatu. Swala la chakula lilikuwa ni moja tu ya mambo yaliyokuwa majaribio ya imani yao, na wakashinda. Na wanaposhinda wanaonekana kwamba ni Mungu anayewapa ushindi, na wanaonesha jinsi ambavyo Mungu aliakisiwa katika namna alivyowapa maarifa. Mawasiliano yao na Mungu yaliwafanya hata, nasema kwa maana ya Daniel na wenzake, lakini narejea kwa Daniel kama mtu mmoja katika uhusiano wake na Mungu, ambaye kwa maana hiyo ya kuwasiliana kwa kudumu kuzungumza na Mungu,
alipata ufahamu katika maono yote na ndoto. Ndio. Alijenga uhusiano na mtu wa maono ambaye ni Mungu, na hivyo akajua kila kitu ambacho Mungu alikusudia mwanadamu ambaye ameamua kuwa karibu naye akijue. Na hivyo Daniel anaonekana pia katika wakati wake kuwa mwenye hekima, akihesabiwa pamoja na wenye hekima duniani wakati ule. Tena tunapozungumzia wapagani wale mara 10 zaidi yao. Sasa unazungumzia mtu ambaye kutokana na maombi Roho wa Mungu alitawala ndani yake na alipendwa sana mbinguni. Hiyo mimi ndio ilimaliza. Maana hilo ndilo linalosemwa kwenye Danieli sura ya 9, mtu apendwaye sana mbinguni. Ndio. Na hata watawala aliyotawala chini yao pia walimkubali. Sasa hiyo ni ndogo kwa sababu ukipendwa mbinguni duniani nini? Hata ukichukua yani umemaliza ufunika. Na hivyo kwa maana hiyo namuona Danieli katika lugha ya sahili tu kwamba ni mtu ambaye mawasiliano yake na Mungu yalizaa kibali cha mbingu na hapa duniani ikawa ni matokeo tu. Anatembea tu na vile vibali, yani vipo tu. Akipita wanajua huyu ni yule mwenye hekima, huyu ni yule. Sasa kuna mambo machache nisome Danieli 2 hapa fungu la 20 na 23. Danieli sura ya 2. Danieli, kitabu cha Daniel katika Agano la Kale. Mtu asije akatafuta kwenye Agano Jipya hata kipata. Danieli 2 fungu la 20 anasema, Danieli akajibu akasema, na ilihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Ukitazama lugha ya Daniel unatambua mtu ambaye si tu kwamba amekuwa katika mawasiliano na Mungu, lakini mtu ambaye amejua anavyopaswa kumnyenyekea Mungu totally, yani kwa ujumla kujisalimisha. Ndio. Sijui kama ninyi mmewahi kusikia uzoefu, lakini yani katika mazingira hata ya ibada za kawaida ambapo tuko wengi tunaabudu, halafu mtu anaambiwa kuomba, halafu unaposikiliza wewe unayehusishwa, maana simpo wote na yeye anaomba kwa niaba yenu, unajisikia kama vile hakukusudia kuomba. Yani anaongea kikawaida sana. Mwenyekiti, Ndio. yani unaona kama vile amesukumizwa, omba wewe, na maneno anavyoyatoa ni kama tu anaongea na wewe mwenyekiti hapa. Mambo yanakuwa vizuri tu, tusaidie na hili na vile. Yani hakuna ile sense, sio neno nzuri, ile hali ya kufanya hisia ya unyenyekevu. Mimi nilichokiona katika kupitia sehemu hii ni kwamba namuona Danieli akinifundisha kwamba unapoongea na mfalme wa wafalme, ndio kuna mtazamo tofauti wa namna ya kumwendea, na hivyo ombi lake linaonyesha hivyo. Nimalizie kwa hili katika Danieli sura ya 6 fungu la 10 na 11. Danieli ile 6 fungu la 10 na 11 anasema maneno haya. Ni sura ya 6 fungu la 10. Anasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Sasa unasema aya 11, basi
watu hawa wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kuishi na kusihi mbele za Mungu watu, wakati ambapo ungefikiri katika saa hii angekuwa nalia, maana wamewekea mtego na ulitangaza, na yeye anaenda sasa pale na wanamvizia, maana hilo tangazo limetolewa kwamba sasa sio kumwabudu au kupeleka heshima au kicho kwa yeyote isipokuwa mfalme wa Babeli. Danieli anashukuru anamshukuru Mungu. Ndio. Saa hii sasa, wakati ulipokuwa mgumu, Danieli anaomba, anashukuru. Wakati ukiwa rahisi, Danieli yeye na Mungu wake. Danieli ananifundisha uaminifu wake kwa Mungu na yapasa tuwe nao. Ndio. Amina. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo, kile ambacho tumejifunza kupitia kwa nabii Daniel. Mchungaji Didas, Naam. kuna jambo moja ambapo Biblia inatufundisha hasa. Biblia inatufundisha nini hasa juu ya mkao gani hasa ambao tunapaswa kuwa nao wakati tukiomba? Karibu Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Nilipokuwa na tafakari juu ya swali lako, hata kabla sijalifikia kulijibu, nikimsikia Pastor Tuvako akizungumza, ni kama alikuwa anachokoza fikra zangu kurudi somo la pili, kuona yule Mungu aliyefunuliwa kwetu ambaye ni mtakatifu sana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka yote, Mungu anayetisha, Mungu wa uumbaji, anayetamka tu mbali vitu vinatokea, Mungu anayeogofya. Hivi Mungu wa namna hiyo, unapoenda mbele zake unaenda tu hivi hivi, hauwezi kwenda mbele zake kwa namna yoyote ile tu. Mtazamo wetu tunapokwenda mbele za Mungu mtakatifu kwa kiwango hiki, Mungu huyu mkuu aliyeifunuliwa kwetu katika maandiko, lazima tuende tukiwa na mtazamo wa kicho, unyenyekevu na heshima kubwa sana. Yaani huo ndio mtazamo unaoanza kubeba kiini cha swali uliloniuliza. Mkao unaweza usiwe hoja muhimu sana, lakini unakwendaje mbele za Mungu mtakatifu kiasi hicho? Lakini somo la pili bado lilitufunulia Mungu rafiki wa viumbe wake. Ndio. Anayeshuka chini kwa viumbe wake, ana interact, anahusiana nao, anagusana nao, anazungumza nao. Na ndio maana mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Step to Christ ukurasa wa 93, Ellen White anasema maneno haya: maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Ndio. Kwa hiyo kuna mambo haya mawili, tunakwenda mbele za Mungu wakati wa kuomba kwa kicho na unyenyekevu na heshima yote, kama Mungu mkuu, mtakatifu, mweza wa yote. Tazamo wa kicho na unyenyekevu, heshima ile anayostahili, lakini tunakwenda kumimina mioyo yetu kwake kama kwa rafiki. Hebu pata picha mwenyekiti, unaongea na rafiki yako wa karibu sana, your best friend. Wewe ulianza kunichokoza na neno delicious kwenye Kiingereza, mimi sasa nakwambia your best friend. No. Yule swaiba wako. Ndio. Nadhani mnaweka vitu vyenu mahali fulani, akija au hata kama ni kwenye simu, unaweza kukutana na mtu anaongea, amechangamka, anafurahi, anacheka mpaka anajisahau kwamba yuko mbele za watu. Kumbe anaongea na rafiki yake. Kwa hiyo anafunguka. Ndio. Ndio mtazamo ambao mjumbe wa Mungu anaelekeza kwetu, kwamba tufungue mioyo yetu kwa Mungu kama kwa rafiki. Na rafiki yako, kuna kitu kama ni rafiki yako kweli kweli. Unajua kuna mtu ambaye ni rafiki, hata siri zako zile nyeusi kama niseme kama zipo, unaweza ukamwambia, kwa sababu ni rafiki na unamwamini, hata kuzungumza, hata zisema mahali pengine kwa watu. Kwa hiyo Mungu ni baba rafiki. Kwa hiyo mtazamo ni huo. Lakini kwa namna ya pekee, hawa watu tunaojifunza, hawa mashujaa wa maombi, mara nyingi tunawaona wakienda mbele za Mungu
wakiwa na unyenyekevu mwingi kiasi kwamba hawaendi mbele za Mungu tu wakiwa wamekaa au wakiwa wamesimama au wakiwa. Kuna maombi fulani ambayo mtu alikuwa ananichekesha kwamba wakati fulani ile tuliojifunza, nadhani somo lililopita, kwamba mtu anaona na dakika 15 tu awai basi au anaenda kazini, alafu ana rush kusoma Biblia na kuomba. Hapo anajiridhisha nafsi yake kwamba angalau nimekuwa na muda na Mungu hivyo. Kwa hiyo kuna maombi fulani ambayo mtu amechoka, anaenda nyumbani na shughuli zimeshamtinga, hana muda, anajikuta yuko kitandani, natoka Ufunuo, alafu anajiegesha kitandani, alafu sijaomba, alafu anaomba, anaanza kuomba Baba yetu wa mbinguni na nini. Mwingine aliomba, alikuwa anafanya kichekesho mpaka akasema badala ya kusema usingizi umemkamata, anakomesha maombi bila kusema kwa jina la Yesu amina. Anajikuta amekurupuka, anajua kwamba kuna roho mchafu anayemzuia kuomba, alafu anakemeti shetani toka. Badala ya kusema shetani toka, anasema Yesu toka. Anasema nimefanyaje hivi tena? Na yeye mwenyewe ndio ameenda kuomba akiwa ameshajilaza kitandani, amejifunika na shuka. Utashangaa unamfukuza Yesu badala ya kumfukuza shetani. Kwa hiyo hawa watu walitumia muda kumuomba Mungu kama alivyosema Pastor Tuvako na kama alivyosisitiza, Ndio. kwa unyenyekevu wote, kiasi kwamba walishuka magotini. Israel nilikuwa namsikiliza mhubiri mmoja akielezea fungu tunalolipenda sana, tumelikariri, Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, anaposema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza. Lile neno watajinyenyekeza kwa lugha ya Kiebrania linamaanisha kwamba ni kupomoka kiusouso, kiasi kwamba sura inakutana na mapaja, kwa sababu ya kicho na heshima walionayo mbele za Mungu. Wanapokwenda mbele za Mungu, na unakuta wengine ni vigumu sana, hata mimi sidhani kama ninaweza nikainama kiasi kwamba uso wangu ukakutana na magoti yangu. Ni vigumu sana. Kwa hiyo wengi walikuwa wanajikuta wakienda kwa kicho hivyo, wanajikuta wamejilaza kifudifudi, nyuso zao zikiwa zimeelekea kwenye ardhi. Ndio. Kwa sababu ya kicho na heshima walio nayo mbele za Mungu. Kwa hiyo walikuwa naporomoka hivyo. Kwa hiyo watu wakawa wanaenda magotini. Sio kwamba Biblia inainua kupiga magoti peke yake, kwa sababu nitasema baadaye au niseme sasa hivi. Mwenyekiti, kuna mzee pale kanisani ninaposali, anakuja kanisani kwenye gari, akishushwa anapoa kwenye wheelchair, anasukumwa, anaingizwa kanisani, anakaa kwenye kile kiti chake. Sasa ukimwambia jamani, kila mmoja apige magoti tuombe, huyu hawezi kupiga magoti. Haya, Mungu tunawasiliana naye kama baba rafiki mahali popote. Ninasafiri, liko kwenye basi, naenda Mwanza, siwezi kuwa kwenye siti hapa nimekaa na mtu ambaye hata sijui kama ni wa imani pamoja na mimi, alafu ananiona kwamba kwa sababu nataka kuomba, nashuka kwenye siti naipiga magoti ndipo niombe. Au ni mgonjwa huko hospitalini, una drip, unaumwa. Mama mmoja alikuwa anasimulia kisa chake. Mazingira ya ofisi yake alikuwa ni magumu, aruhusu kumpatia muda au eneo fulani rafiki la kuomba. Alikuwa anaenda kuomba kule kwenye ofisi ile ya kujisitiri. Na Mungu akajibu maombi yake kutokea kule. Unataka kuniambia alikuwa anapiga magoti kule? Hapana. Kuna mikao mingi. Kuna watu walioomba wakiwa wamesimama, ni okay. Kuna watu walioomba wakiwa wameketi, ni sawa. Kuna watu waliomba wakiwa kwenye vitanda wamelala, kwa sababu miili yao imedhoofika, hawawezi. Mungu anasikia maombi. Lakini kwa sababu ya ule mtazamo wa kicho na unyenyekevu mbele za Mungu, Biblia inainua posture au mkao mmoja. Kwa mfano, tukizungumza katika kitabu cha Pasa ulisomea Danieli sura ya 6 aya ya 10 na 11. Danieli anaonekana akiomba, alipiga magoti na akaomba. Yesu tumemzungumza sana hapo nyuma, alikuwa na mtazamo wa kwenda kwa Baba kuyatafuta mapenzi yake. Ukisoma katika Luka 22, sitasoma mafungu haya yote. Luka 22:41, Yesu akajitenga na watu, akaenda mahali pa faraga, akapiga magoti, akaomba. Tunamuona Petro katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:40, alipiga magoti
akaomba. Tunamwona Stefano katika Matendo ya Mitume sura ya 7:60, wakati ule wa kuteswa kwake na kupigwa, anasalimisha roho yake kwa Mungu, hata anaomba Mungu awasamee wale watesi wake. Mtu anapigwa mawe, yu katika kufa, anashuka magotini, anaomba. Paulo, Matendo 20:36, anashuka magotini kabisa, anaomba. Kitendo halisi cha kupiga magoti katika kujisalimisha, katika ukurasa wa 71 ile ibara ya pili, nasema uonesha mkao wa unyenyekevu. Kwa namna fulani ni tofauti na kukaa kwenye kiti au kulala kitandani wakati wa kuomba. Nilikuambia kitu kilichompata mtu alipotaka kuomba akiwa amelala. Kuna maombi yasiyo, yani unaomba tu unashangaa usingizi ulisha kuchukua, ujui uliomba ukakomea wapi. Ingawa tunaweza pia kuomba tukiwa katika mikao ya jinsi hiyo hiyo, hata hivyo tunapopiga magoti mbele za Mungu tunaonesha kwamba tuko tayari kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote, na maneno yetu yanatangaza kwamba yeye ni mwenye enzi na kwamba sisi tu watoto wake tulioumbwa naye. Lakini juu ukurasa aya ya juu anasema tunapopiga magoti kuomba wakati wa asubuhi ni kama tangazo halisi kwa nguvu za giza kwamba leo tumemchagua Mungu. Na si hivyo tu, bali Mungu hutuma malaika zake anapotuona tumenyenyekea kiasi hicho cha kupiga magoti mbele zake. Ni kwamba Mungu anatuma malaika kuja tunapoomba, nasi tunazingirwa na kulindwa dhidi ya adui wa giza. Nikomee kwa kusema kuna mtazamo fulani ambao sio sahihi. Kuna watu ambao wanasema kuomba kuna mkao mmoja pekee. Kimsingi huu mkao ni muhimu sana kwa namna ya mtazamo wa kichwa na unyenyekevu mbele za Mungu. Lakini tusiende mbali na kusema kwamba mtu hawezi kuomba akiwa amesimama au ameketi au yuko kitandani, kulingana na mazingira na hali ya mtu wakati husika. Ila ikiwa inawezekana, magoti yako yanakuruhusu na unataka kuongea na Mungu kwa kichwa na unyenyekevu, shuka magotini, ongea na Baba kama rafiki. Amen. Nakushukuru sana Mchungaji Didas. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko, endelea kubaki nasi. Tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji baada ya mapumziko mafupi. Kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, kupitia uzoefu wa Henoko, ni kitu gani ambacho tunajifunza hasa kupika katika maombi kupitia uzoefu wa Henoko? Karibu sana. Ni kushukuru mwenyekiti kwa swali zuri. Niende kwenye Mwanzo sura ile ya tatu. Ndio. Ya ngapi? Sio ya tatu. Ni sura ya 5. Mwanzo 5:22, tumwone Henoko uliyemsema. Na Biblia inavyoeleza juu yake ni kauli ambayo mimi ninaipenda sana. Mwanzo sura ya 5 fungu la 20, anapomweleza kwa maneno haya. Nianzie 21. Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Biashara inaisha. Ndio. Kama ungesema biography, wasifu wa mtu umesomwa, umeisha. Inakwambia yafuatayo. Hoja ya msingi
tofauti kabisa ya Henoko na watu wengine ni tabia aliyoijenga ya kutembea na Mungu. Biblia haielezi kwa undani sana historia ya Henoko. Imesema juu ya kupata watoto, imesema jinsi alivyotembea na Mungu, imesema umri aliokuwa nao, alafu mwisho imesema akitwaliwa. Baadaye tena Henoko anatajwa kwenye Yuda 1:14, maana Yuda ni sura moja tu, akitoa unabii juu ya kuja kwa Masihi, kuja kwa Kristo mara ya pili. Ninachojifunza juu ya Henoko ambacho kinasimama sana ni ile aya ya 24 anaposema akaenda pamoja na Mungu. Hilo linafanya tofauti. Unajua wengine wote walipata watoto, nasema fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani. Ikifika hapo Henoko haiendi tena fulani akamzaa fulani, inasema hebu sikilizieni kwanza kidogo. Henoko ndiye huyo hapa, alafu ndipo iendelee sasa kwa wale kina Methusela wanaofuata baada yake. Ninachokiona sio tu kwamba alikuwa ameamua kutembea na Mungu, lakini namifundisha mtindo wa maisha aliyouishi. Yeye alikuwa ameamua kwamba licha ya kukaa katika dunia ambayo wakati wake pia ilikuwa imeharibika kimaadili, atakuwa rafiki ya Mungu. Ndio. Anakuwaje rafiki ya Mungu? Ni kwa sababu ya yale mambo ambayo ninaamini tuliyaona pia kwenye somo la juma lililopita: muda, mahali. Na hiyo inasemwa vizuri kwenye Wazee na Manabii, jinsi ambavyo alikuwa wakati mwingine anatoweka, anaachana na watu, anaenda mahali pake pa kuongea na Mungu wa mbinguni. Kwa lugha rahisi, Henoko alijenga mazoea na maisha yake akawa hivyo, na kwa hiyo Mungu akaona hakuna haja ya kumwacha huko duniani. Ni rafiki yake, akamhamisha. Mwanadamu wa kwanza baada ya dhambi hivyo kuishi bila kuonja mauti, kwa sababu alijenga uhusiano na Mungu kwa maombi. Sasa yafuatayo nimalizie mwenyekiti wa kuweka bayana kwetu, ni kwamba ni kweli kwamba kuna wakati alikuwa anajitenga huyu Henoke. Mara tumeulizia tunatafakari juu ya maisha yake. Henoko ni kweli alikuwa anajitenga, anakaa peke yake kiomba, lakini Mungu hajatuumba kwa kusudio la kufanya watawa au watu wanaokaa peke yao tu. Mtu akae peke yake maisha yake yote akiomba, no. Mungu amekusudia, ameumba wanadamu kama viumbe wa kijamii, ili katika kuungana, kuchangamana, kutangamana, kuhusiana, kunako akisi tabia ya Mungu. Sio tu mtu ajenge familia, lakini mtu ajenge kanisa. Mtu atengeneze jamii ambayo inaweza katika ujumla wake kumwona Mungu kupitia kwake, kwa uhusiano huo ambao yeye anao na Mungu wake. Hivyo uhusiano wima wa Henoko ulikusudiwa kuonesha kuakisiwa kwake katika uhusiano mlalo, na hivyo kwa namna hiyo tabia ya Mungu inafundishwa kwetu hivyo, na hivyo faida ya kuomba inaweza kuonekana pia hata katika kuomba ikibidi kwa sauti. Na maandishi wetu wanatudokezea hapa ya kwamba wakati fulani ukiomba kwa kimya kimya, unaomba na Mungu anasikia. Lakini changamoto ya kibinadamu ni kwamba unapoomba kimya kimya tu hivi, utakomea mahali fulani, ama utakuwa ni rahisi kwako kutolewa kwenye mwelekeo wa dua yako. Lakini ukiomba kwa kunong'ona au kwa sauti ukiwa peke yako, unakuwa na wepesi wa kuendeleza hoja. Unakuwa na wepesi wa kumakinikia katika kile unachokiomba mwanzo mwisho. Nilisoma katika Samueli wa kwanza sura ya 1, yule mke wa Elikana, Hana,
alipokuwa akilalama kwa Mungu kwenye hekalu kule, kwenye hema kule Shilo, mpaka Eli alipomwona akafikiri amelewa, lakini Hana akasema hapana, nina hoja nzito kwa Mungu, na Eli akatamka baraka. Hana alipata mtoto, alipata watoto. Nilimwona Yesu katika bustani ya Getsemani anapoongea na Baba yake mbinguni, mpaka wanafunzi wakamsikia. Usiache kuomba ikibidi kwa sauti. Haina maana kwamba lazima uombe kwa sauti kwa peke yako. Hapana, lakini inamaanisha wakati maalum, mahali maalum, ukiwa katika nafasi peke yako na Mungu, umeitwa kuwasiliana na Mungu kama Henoko. Naam. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa kutupatia uzoefu wa Henoko na kile ambacho tunajifunza kupitia maombi. Mchungaji Didas, ukiunga hapo kwa Mchungaji Tuvako, kuna mawasiliano ambayo tunayaona baina ya Musa na Mungu. Nini ambacho tunajifunza hapo? Musa mjifunza nyuma hapo kidogo, mtumishi mnyenyekevu. Ndio. Na nilisema kabisa kwamba huwa ni mtu ambaye ananivutia, moja wa wahusika wa Biblia ambao kwa kweli mimi wananivutia sana. Musa huyu ambaye tunapomzungumza katika hoja ya maombi, ninarudi mpaka wakati wa kuzaliwa kwake. Kisoma katika kitabu cha Mjumbe wa Mungu Ellen White kinachoitwa Wazee na Manabii, sura inayosema Musa, wakati ule wa baada ya miezi mitatu ya kwanza, alipoamua kumpeleka na dada yake ambaye tutamuona pia kwa namna fulani kwenye somo la juma hili, pale pembezoni mwa mto hapo kwenye kisafina. Mama yake, kile kitabu cha Wazee na Manabii kinaelezea jinsi alivyokuwa mama wa maombi. Na kaomba kiasi kwamba malaika wa Mungu walitumwa. Napenda kukupendekezea mpenzi mtazamaji na msikilizaji, usome kitabu kinaitwa Wazee na Manabii, sura imeandikwa tu Musa. Malaika wa Mungu walishuka wakapiga kambi pale. Wengine walikuwa wametanda tu hapo kwenye anga wakielea hapo, wanamlinda huyu. Kwa sababu ya mama mwenye maombi, ndipo Musa akalindwa na akaokolewa kimuujiza. Hii inanipa picha kwamba maisha ya Musa ya maombi ni kwamba aliona mama yake akiomba, alimwombea. Na hivyo nikupendekezee, tuwafundishe watoto wetu kuomba, na tusiwalazimishe kuomba, ila namna nzuri ya kuwafundisha ni kuona sisi tukiwa tunaomba. Tutaona wanafunzi wa Yesu mbeleni ambao walitamani kuomba kwa sababu walimwona Bwana wao akiomba. Kwa hiyo njia nzuri ya mzazi kumfundisha mtoto kuomba ni wewe kufanya hicho. Uwezi tu kumwambia mwai kanisani, waini kanisani, yewe unakuja saa 4. Haiwezekani mtoto huyu akawai. Kwa hiyo maombi yanafundishwa. Kwa hiyo Musa tunamuona kwamba daima alikuwa mbele za Mungu akizungumza naye, akiomba mwongozo na hekima kutoka kwa Mungu kwa ajili ya maisha yake, hasa katika kazi kubwa ambayo Mungu anampatia, kuliongoza taifa lake kutoka nchi ya utumwa kwenda katika nchi ya ahadi. Uzoefu wa Musa na Mungu tunauona kuanzia katika kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto. Anakwenda pale, anakutana na Mungu, na mwanzo wa uzoefu wake na Mungu unaonekana pale. Kwa hiyo daima utamuona yuko na Mungu. Wakati mwingine siku 40 yuko tu mbele za Mungu. Na wakati fulani waliponungunika, kwanza kwamba ni Musa tu ndio mwenye uwezo, ndiye aliyechaguliwa kuzungumza na Mungu, Mungu akawakemea watu, akawaambia wengine naweza nikazungumza nao kwa namna nyingine, lakini huyu mtumishi wangu Musa, kwa sababu ya ule unyenyekevu na kicho alichokuwa nacho mbele za Mungu, ndio kwa sababu alijisalimisha, Mungu akamfundisha, akamnyenyekeza, na tulijifunza kwamba akawa mpole kuliko wanadamu wote. Mungu akampenda, akasema yeye nitazungumza naye uso kwa uso. Huyu mwenyekiti, pata picha, unazungumza uso, sijui ni uso kwa uso kwa namna gani na Mungu. Lakini Mungu hata wakati alipita,
Musa akitaka, nataka nisome hilo fungu hapa mbele kidogo. Mungu alipita akajidhihirisha kwake kwa sababu ya uswaiba waliokuwa wametengeneza, wakawa marafiki. Kwa hiyo Mungu akawa anazungumza naye, na kwa sababu tumejifunza kwamba maombi ni kuongea na Mungu kama kwa rafiki, sio lazima kwamba Mungu ashuke tuzungumze naye uso kwa uso, aidha kama tumuone lakini nina hakika mwenye uzoefu na Mungu katika maombi, kuna vitu vitatokea, alafu wewe utasema yule alikuwa ni Mungu ndiye aliyetenda. Kwa hiyo uzoefu huo kama wa Musa unawezekana. Hebu tusome katika kitabu kile cha Kutoka 33 aya ya 15. Kutoka 33 aya ya 15, maneno haya yanazungumzwa kuendelea hapo. Anasema, naye akamwambia, uso wako usipokwenda. Hapa ni Musa anazungumza na Mungu. Ameenda mbele za Mungu. Na Mungu kana kwamba ameshawakasirikia wana wa Israeli. Na Mungu anamwambia Musa, nendeni tu. Musa akashtuka, akamwambia, Bwana sikiliza sasa. Mazungumzo haya ya kwa rafiki, anasema, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, nakusihi unioneshe utukufu wako. Wewe sasa ni Musa. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina langu mbele yako, nami nitamfadhili yeye atakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa ule wa mwamba na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita, nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Wewe uona uzoefu wa namna hii, Musa mbele za Mungu na wanazungumza naye. Ni sawa, hatuwezi kuwa na uzoefu kama wa Musa, lakini katika chumba chako cha siri, mahali popote, kwenye sebule lako, huko kwenye basi, tengeneza mazingira ya kuwasiliana na Mungu, na inawezekana. Lakini sio kwamba tu Musa alikuwa na uzoefu wa yeye binafsi na mambo yale aliyoyataka kwa Mungu, uongozi na hekima, na hata haya nayoomba hapa, anamwambia hatuondoke hapa, nenda pamoja nasi, nioneshe uso wako. Na hivi Mungu anazungumza naye kwa namna hiyo. Musa anaonekana katika kipengele kingine cha pekee sai, anawaombea wengine. Na tunaona kama mara mbili anawaombea ndugu zake wa kuzaliwa, Harun pamoja na Miriam. Miriam na Harun walizungumza tu mambo fulani ya ambayo hayakuwa na maana, wakaanza kumsengenya Musa na mke aliyeoa, si ni Mkushi, ni mweusi. Sasa ni mtazamo huu wa watu kuchukiana kwa rangi ulianza kale sana, sio mtazamo wa leo. Kumbe ni habari ya kitambo sana. Hii racial discrimination sio ya karne hii ya juzi, ni ya kale sana. Na Mungu anakasirika. Mungu anapokasirika, kwa sababu ya muda sitasoma mafungu haya yote. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 12:13, Miriam kwa sababu ya wivu na kusengenya, manunguniko haya, na tena walikuwa na Harun. Unajua Harun alijikuta katika zama nyingi ambazo Mungu anamspea tu, anamwacha. Wenda kwa sababu alikuwa ni kuhani mkuu, sielewi. Lakini hapa Miriam anakutana na mkono wa Mungu, anapigwa na ukoma. Ukisoma katika Hesabu 12:13, Haruni anakwenda mbele za Musa akilia kwa ajili ya mdogo wake, dada yake huyu Miriam. Na kweli Musa anaingilia kati, pamoja na kwamba alitengwa kwa muda wa siku 7 nje ya kambi. Mungu alimrehemu, huenda angekufa kabisa. Lakini kinachonishangaza kwamba Mungu alimpenda Musa kiasi kwamba mtu anayemgusagusa asingeangaliwa kwa jicho zuri. Mungu akamshughulikia Miriam, lakini akamrehemu, akamrudisha baada ya kutakaswa ukoma wake. Kuna wakati wa zahama kubwa, Haruni huyu
Ukisoma kitabu cha Kutoka 32 aya ya kwanza hadi 14, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, utafungua usome pamoja nasi katika kitabu hicho, na Kumbukumbu la Torati 9:20. Haruni amefanya jambo kubwa baya. Musa ameondoka kwenye uzoefu wa kuzungumza na Mungu na anamwacha Harun akiwa na watu. Watu wanamwendamia, wanamwambia, sisi tunataka kurudi Misri. Huyo Mungu wa Musa ameenda huko, hatujui kilichomkuta na nini, tutengenezee Mungu. Akaleta dhahabu zao na nini, wanatengeneza ndama wa dhahabu. Lakini baadaye Haruni huyu ambaye amefanya kosa kubwa kiasi hiki anapaswa aadhibiwe. Ni Musa ndiye anayeingilia kati. Ukisoma hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati 9:20, ni Musa anamulilia Mungu kwa niaba ya Haruni. Kwa sababu amefanya ukumbavu, anapaswa kuadhibiwa. Musa anaingilia kati, anamuombea. Na Mungu anamsikiliza, nafsi ya Haruni inapona. Hii inatufundisha nini, mwenyekiti? Kuna wakati tutakwenda mbele za Mungu kuzungumza naye wenyewe na kupeleka haja zetu, lakini kuna nguvu katika kuombeana, sio katika ule mfumo wa imani zingine ambapo nimefanya dhambi eti lazima niende kwa kiongozi wangu wa dini nianze kumimina dhambi zangu na hoja zangu pale ndipo nisamehewe. Sio kwa mtazamo huu. Na washiriki wengine tuna tabia ya kujua kwamba mchungaji au mzee wa kanisa au mwinjilisti fulani ndiye anayeweza kuomba. Tuwe na mtazamo wa kwenda kwa Baba wenyewe tuombe, maana tunaye kuhani mkuu mbinguni tunayemwendea moja kwa moja, Yesu Kristo. Ila katika maandiko kuna wakati tunashauriwa kuombeana. Watu wa Mungu wanapokusanyika wakaombeana, nikibeba hoja yako mwenyekiti nikapeleka mbele za Mungu, sio kwamba mimi naweza kuomba sana, lakini Mungu anapenda tukiombeana. Ni kuonesha kwamba tunajaliana, tunathaminiana, tunafanya ushirika na undugu ule wa Kikristo tunapoombeana. Na Mungu anaweza akaingilia kati swala la mtu kwa sababu ya maombi yangu kwake. Na huo ni mtazamo mzuri wa Kikristo tunaona kwa Musa kama alivyofanya kwa ndugu zake. Naam, asante sana mchungaji Didas. Tukisalia hapo kwa Musa, utaunganisha hapo mchungaji Tuvako. Ushujaa wa Musa katika maombi unatufundisha nini hasa juu ya hali yake kama mpatanishi wa watu wa Mungu? Alikuwa ni shujaa katika maombi. Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Musa anaonekana akifanya maombezi sio tu kwa ajili ya ndugu zake, kwa ajili ya taifa pia. Ndio. Maombezi kwa ajili ya watu wengi aliowaongoza. Kuna matukio kadhaa ambayo mwongozo unatukumbusha. Moja ni pale alipofanya maombi akamgeukia Mungu watu walipokuwa na kiu. Nyingine ni watu walipokuwa na njaa katika kitabu cha Hesabu. Katika hali ya kukata tamaa ni Hesabu 11 hiyo. Lakini pia anatajwa wakati Waisraeli walipotengeneza ndama wa dhahabu. Muda mfupi baada ya Mungu kufanya agano nao, Musa aliwakumbusha, kwa kuwa niliogopa kwa hasira na makamio aliowakasirikia Bwana kwa katika kuangamiza, lakini Bwana alinisikiliza wakati huo. Sasa Musa anaonekana pia akiweka wakfu Walawi baada ya uasi. Anaweka wakfu, anasema nikakaa mle mlimani hapo kama hapo kwanza siku 40 usiku na mchana. Bwana akanisikiza pia wakati huo. Namuona Musa akifanya maombi kwa kina, upendo wa kina kwa Mungu na uelewa wa tabia yake ulionekana kwa Musa. Ndio. Kuna vitu kadhaa hapa ambavyo vinatuonesha jinsi ambavyo tunaweza kushikamana na Mungu katika maombi kwa namna ambayo Musa alifanya. Mengi ambayo yanatokana na maisha ya Musa yanatufundisha namna ambavyo alikuwa na upendo wa kina kwa Mungu na uelewa wa tabia yake, lakini pia jinsi ambavyo alikuwa jasiri na mwaminifu wakati wa kuwasiliana na Mungu wake. Anaonyesha uhalisia, hana chenga. Akiwa amekosa anaomba msamaha, akiwa ana hoja ya msingi anaitetea hoja. Musa anamkumbusha Mungu juu ya maagano yake pia. Ni Musa huyo huyo ambaye anakubali majibu ya Mungu kwa maombi yake, hata kama Mungu amesema la, anaenda na hilo. Na hivyo ninaiona hiyo kama ambavyo Kutoka ile ambayo umeisoma 32 sasa aya ya 31 na 32,
anaposema Mungu akarejea kwa Bwana Musa akamrejea Bwana akasema watu hawa wametenda dhambi, watenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo nifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Hiyo mwenyekiti, kwa nini namalizia kwa hii ni ya juu sana. Kitendo cha Musa kufikiri kwamba umilele uende kwa ajili ya hawa watu ni kitendo cha upendo wa Mungu, sio wa mwanadamu. Na kwa maana hiyo alisimama kama mpatanishi wa taifa. Upana huo unazidi wa familia. Na kwa neema yake tunajifunza kwa Musa kwamba mashujaa wa maombi yapasa wafikie kiwango cha kuwa wapatanishi wa watu wengine. Ndio. Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako, na nirejee tena kwa Mchungaji Didas tunapokuwa tukitamatisha kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunawezaje kujisikia amani kutokana na jinsi Mungu anavyojisikia juu yetu? Karibu sana Mchungaji Didas. Habari njema ni kwamba mwenyekiti, Mungu anatupenda sana. Sana. Amen. Na tunajua kwa kujifunza katika neno lake kwamba alikubali kuacha vyote kushuka ili aweze kutengeneza uhusiano tena na sisi baada ya dhambi. Kina cha hicho alichofanya Mungu kuelewa ni umilele wote, tutajifunza hicho Mungu alichofanya. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya pia ni kuonesha mwitikio chanya kwa upendo huo wa Mungu uliofunuliwa kwetu. Tunapaswa kumpenda pia. Na hivyo tunavyompenda, tukienda kwake tutaomba kama tulivyoona kwenye somo letu, kama tunavyozungumza na rafiki. Na hatutamficha kitu chochote, kwa sababu hata hivyo tungemficha, anajua kona zote za mioyo yetu, dark corners of our lives, maisha yetu yenye giza. Hata kama mtunga Zaburi anasema, niende wapi nijiepushe na roho yako, niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningekwenda nikafanya kitanda changu kuzimu, wewe uko. Ningekaa pate za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza. Nikisema giza linifunike na nuru inizungukayo iwe usiku, huu giza na mwanga ni sawasawa. Kwa hiyo tunapokwenda kwa Mungu tumwambie yote, hata dhambi yako ambayo inakusumbua, ambayo huwezi kumwambia hata mchungaji wako au mke wako au rafiki yako, yeye nenda umwambie. Kwa sababu mtazamo wake kwetu unaopaswa tuwe na amani ni kwamba anatupenda na kutujali sana. Na hivyo kwa kukazia, mjumbe wa Mungu anazungumza katika ukurasa wa 76 wa kitabu kinachoitwa Jipatie Amani Moyoni. Nadhani ni kitabu ambacho tumekisoma sana. Yawezekana msikilizaji na mtazamaji, hata kama sio mtu wa imani fulani, hii kitabu umekutana nacho mahali fulani. Anasema moyo wake wa upendo uingiwa na huruma, tukiwa na huzuni na hata tukizitaja. Tunapaswa kuwa na amani kwa sababu Mungu huingiwa na huruma na huzuni tunapomwambia mambo yetu. Mwambie mambo yote yanayofadhaisha moyo. Hakuna uzito unaomshinda, maana ndiye anayeendeleza dunia zote za mbinguni, utawala malimwengu. Hakuna chochote kwake kinachohusu amani yetu, ni ndogo kwake kukiona. Hakuna sura katika uzoefu wetu ambayo ni ya giza kiasi cha yeye kutoweza kusoma. Hakuna mashaka yaliyo magumu kwake kiasi cha yeye kushindwa kutatua. Hakuna msiba uwezao kumpata hata mtoto wake aliye mdogo, wala jambo linalomwangaisha au kumfurahisha, wala hakuna maombi yatokayo moyoni mwa mmojawapo wa watu wake bila Baba yetu aliye mbinguni kuyaona yote na kusikia mara moja. Mungu umfikiria na kumwangalia kila mtu kana kwamba hakuna mtu mwingine wa kushughulikia ila yeye tu, ambaye mwana wake
mpendwa alikufa kwa ajili yake. Yaani Mungu anamtazama, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, anakutazama wewe kana kwamba uko peke yako duniani, na anashughulika na mambo yako, huzuni yako, hoja yako fulani, matatizo yako, changamoto zako, furaha zako, anajala. Kwa hiyo twende kwake kwa furaha, tukiwa na amani, kwa sababu anatupenda, anasikia tunapoomba na anashughulika na mambo ya maisha yetu. Na asante sana Mchungaji Didas, lakini pia nikushukuru Mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana na nikushukuru sana wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki kizuri kabisa cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tunapomaliza kipindi hiki, ni kuombe Mchungaji Tuvako, utaweza kutufungia kipindi hiki kwa ombi. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Naam, tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, tunakushukuru sana sana leo pia kwa namna ya pekee umetufundisha namna ambavyo unatutaka tuwe mashujaa katika kuwasiliana nawe kwa njia ya maombi. Umetuelekeza kwa mifano jinsi ambavyo wapo watu wako ambao ni jamii yetu ya kibinadamu kabisa, waliofaulu katika kuwasiliana nawe kwa njia ya maombi, na hata wengine kati yao wakatwaliwa nawe, ili tuone jinsi ambavyo hiyo ni moja ya njia, tena njia kuu ya kutuandaa kukutana nawe ana kwa ana na kuishi pamoja nawe mbinguni milele. Asante kwa sababu unatusikia na utatusaidia kuishi hivyo. Tujenge kwa uwezo wa Roho wako. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji nasi kwa ajili ya kufikia viwango hivyo, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Amen.